Mwaka 2018 kulianza kuibuka taarifa ambazo zilishtua bara zima la Afrika. Haikuwa vita wala hayakuwa mapinduzi, bali kuna kitu kilikuwa kinaendelea kimya kimya kwa miaka kadhaa ndani kabisa ya jengo hili unaloliona hapa. Hapa ni Addis Ababa, Ethiopia, makao makuu ya Umoja wa Afrika, African Union, AU, mahali ambapo viongozi wa Afrika hukutana kupanga mustakabali wa bara zima la Afrika. Ukilitazama jengo hili kwa nje linaonekana ni la kuvutia, la kisasa na lina hadhi ya juu sana. Jengo ambalo lilijengwa kama zawadi kutoka China, ambayo ilionekana kama ishara ya urafiki pamoja na ushirikiano baina ya China na Afrika. Lakini baada tu ya China kukabidhi jengo hili kwa miaka 5 kila siku na bila mtu yeyote kujua, taarifa za siri zilidaiwa kuondoka ndani ya jengo hili. Mazungumzo ya viongozi, maamuzi ya kisiasa pamoja na mipango ya bara ilionekana kutoka kimya kimya nje kabisa ya Afrika. Hakuna aliyejua na hakuna aliyetambua mpaka ukweli ulipoanza kujitenga na uongo. Hii si hadithi ya kubuni. Hii ni simulizi ya jengo lililojengwa kwa jina la umoja, lakini likazua maswali na taharuki barani Afrika. Mwanzoni mwa karne 21, yani miaka ya 2000, Afrika ilikuwa katika hatua ya kujijenga upya, ikijaribu kuimarisha taasisi zake na kujipanga upya katika mfumo wa dunia unaoendeshwa na ushindani mkubwa wa kiuchumi pamoja na kisiasa. Sasa katika kipindi hiki, uhusiano kati ya Afrika na China ulianza kukua kwa kasi isiyo ya kawaida. China ilijionyesha kama mshirika mkuu wa maendeleo, ikitoa mikopo, kujenga baadhi ya miundombinu na kushiriki katika miradi mikubwa barani Afrika. Moja ya alama kuu ya ushirikiano huo ilikuwa ni uamuzi wa China kujenga makao makuu mapya ya Umoja wa Afrika kama zawadi kwa bara zima la Afrika. Mpaka makubaliano yanakamilika, hakuna aliyewaza, hakuna aliyehoji. Mwaka 2009 mradi ukaanza kujengwa. Ilipofika 2012 mradi ukakamilika, ukiwa umegharimu takriban dola milioni 200 za Kimarekani, fedha ambazo zilitolewa kikamilifu na serikali ya China. Ujenzi ulisimamiwa na kampuni ya China State Construction Engineering Corporation, CSCEC, moja ya makampuni makubwa zaidi ya ujenzi duniani. Mpaka jengo hilo linakamilika, lilikuwa na kila kitu kinachohitajika chenye ubora wa kimataifa: ukumbi mkubwa wa mikutano, ofisi za kisasa za viongozi, mifumo ya kisasa ya mawasiliano pamoja na miundombinu ya hali ya juu sana ya teknolojia ya habari. Kwa nje, jengo hilo lilionekana kama zawadi ya urafiki wa dhati. Lilisimama kama kile kinachoitwa ushirikiano wa kusini kwa kusini, ikimaanisha kwamba mataifa yanayoendelea yanasaidiana bila masharti makali ya kisiasa kama yale ya nchi za Magharibi. Kwa viongozi wengi wa Afrika, hili lilikuwa ni jambo la kujivunia na ni ishara kwamba bara linaweza kushirikiana na nguvu mpya ya kiuchumi duniani bila kunyimwa uhuru wake. Miaka michache tu baada ya uzinduzi wake, simulizi nyingine zikaanza kujitokeza, moja ambayo ilibadilisha kabisa namna jengo hilo linavyotazamwa. Mwaka 2018, gazeti la Le Monde lilichapisha uchunguzi uliodai kuwepo kwa operesheni za siri za uhamishaji wa taarifa ama data kutoka ndani ya jengo hili. Kwa mujibu wa ripoti ya Le Monde, tangu mwaka 2012 hadi mwaka 2017, data zilikuwa zinatoka katika mifumo ya jengo hili la Umoja wa Afrika, AU, na kupelekwa kwenye seva zilizokuwa katika jiji la Shanghai huko China. Kilichofanya taarifa hii kuwa nzito zaidi ni maelezo ya namna operesheni hiyo ilivyokuwa ikifanyika. Ilisemekana kwamba kila usiku, tena usiku wa manane, mifumo ya kompyuta ya jengo hili ilikuwa ikihamisha taarifa za siri bila kugundulika kwa muda mrefu, yani zaidi ya miaka 5. Miongoni mwa taarifa zilizokuwa zinatoka nje ya jengo hili ni pamoja na nyaraka za siri, mawasiliano ya viongozi na kumbukumbu za mikutano ya ngazi ya juu kabisa ya bara la Afrika. Baada ya hapo, swali kubwa likaulizwa: hii iliwezekanaje?
Watu wengi wakasema ikumbukwe miundombinu yote pamoja na teknolojia ya ndani ya jengo hilo ikiwemo seva, mitandao na mifumo ya mawasiliano iliwekwa na wataalamu kutoka China wakati wa ujenzi. Na hii ikaongeza hofu zaidi kwamba inawezekana kulikuwa na backdoors, yani mianya ya kiufundi iliyowekwa kwa makusudi ikiruhusu upatikanaji wa data bila ridhaa ama idhini ya Waafrika wenyewe. Baada ya madai hayo kuwekwa wazi, hatua za haraka zilianza kuchukuliwa. Umoja wa Afrika ulianza kufanya uchunguzi wa ndani na kuchukua hatua za kuboresha usalama pamoja na mifumo yake. Seva zote zilizokuwepo zilitolewa na kubadilishwa, na usimamizi wa teknolojia ulihamishiwa kwa wataalamu wa ndani ya Afrika pamoja na washirika wake. Hatua hizi zililenga kuhakikisha kuwa taarifa za bara zinabaki ndani ya mipaka ya Afrika na chini ya udhibiti wake. Kwa upande wa China yenyewe ilikanusha vikali madai hayo. Serikali yake ilisisitiza kuwa haikuwa na nia yoyote ya kijasusi dhidi ya Afrika na kwamba taarifa hizo zilikuwa ni propaganda zinazolenga kuharibu uhusiano wake mzuri na bara hilo. Na kwa upande wa baadhi ya viongozi wa Afrika, suala hilo lilionekana kuwa sehemu ya mvutano mkubwa wa kimataifa, ambapo mataifa makubwa yanapambana kwa ushawishi katika maeneo yenye rasilimali na fursa nyingi kama Afrika. Endapo taarifa hizi zingeonekana kuwa ni za kweli, yani ni ukweli mtupu, basi China ingeonekana kuwa ni taifa jasusi kwa Afrika. Lakini hadi leo hakuna ushahidi wa wazi uliowekwa hadharani unaothibitisha kuwa madai hayo ni ya kweli. Hata hivyo, tukio hilo limeacha alama kubwa katika fikra za wataalamu wa siasa na teknolojia. Liliibua mjadala mpana kuhusu uhuru wa kidigitali wa Afrika, uwezo wa bara kulinda data zake, kujenga mifumo yake ya kiteknolojia na kuepuka utegemezi mkubwa kwa mataifa ya nje. Zaidi ya hayo, simulizi hii imefungua macho kuhusu asili ya misaada ya kimataifa. Wakati zawadi zinaweza kuonekana kuwa za ukarimu, mara nyingine zinaweza kuwa na gharama zisizoonekana kwa macho ya nyama. Katika dunia ya leo ambapo taarifa ni mali yenye thamani kubwa kuliko hata rasilimali za asili, swali la nani anamiliki na kudhibiti data limekuwa muhimu zaidi kuliko wakati wowote. Kwa mtazamo mpana, jengo la Umoja wa Afrika huko Addis Ababa linaweza kuonekana kama mfano halisi wa changamoto zinazolikabili bara la Afrika katika karne ya 21. Ni ishara ya maendeleo na ushirikiano, lakini pia ni ukumbusho wa hatari zinazoweza kujificha ndani ya mifumo ya kisasa. Linaonyesha jinsi siasa, uchumi na teknolojia vinavyoungana na njia tata, ambapo mstari kati ya urafiki na maslahi unaweza kuwa mwembamba sana baina ya mataifa tofauti. Mwisho wa yote, hadithi ya jengo hili si kuhusu China pekee wala si kuhusu Afrika peke yake. Ni hadithi ya dunia nzima inayobadilika, dunia ambayo nguvu haipimwi tena na silaha pekee, bali kwa uwezo wa kukusanya, kuchambua na kudhibiti taarifa zake. Na katika dunia hiyo, kila taifa, liwe kubwa au dogo, linapaswa kuuliza swali moja muhimu: je, ni lini uhuru wake utapatikana ikiwa haimiliki data yake yenyewe? Kwa hiyo jengo hili linaendelea kusimama mpaka sasa, si tu kama kituo cha mikutano, bali ni kama alama ya mijadala mikubwa ambayo inaendelea, lakini pia mijadala kuhusu uhuru wa mataifa ya Afrika, ushawishi na mustakabali wa Afrika katika enzi ya kidigitali. Ama hakika, hii ni Street Report. Mimi ni Adili Constantino. Bye kwa leo.